Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Tifa Dangote, mtoto wa Zari pamoja na msanii Diamond Platnumz, tunaweza kusema huyu mtoto amekuwa, na kwa sasa hivi ni mtoto ambaye anajua baya, anajua zuri na anaelewa ni kitu gani ambacho kinaendelea. Ukiangalia hapo nyuma, kipindi ambacho Tifa pamoja na Nilan walikuwa wadogo, wazazi wao walikuwa wana pretend, yani wanaigiza mbele yao kwamba bado wanapendana, bado wana mahusiano ya kimapenzi, na ni bado ni watu ambao wana malengo zaidi na zaidi, ili mradi tu watoto wasiweze kujisikia vibaya. Lakini sasa hivi sakata ambalo linaendelea huko mitandaoni, Tifa na yeye ni mtu mzima, ni mtoto ambaye anajitambua na ameweza kujielewa mapema sana. Ukimwangalia Tifa ana umri wa miaka 10 tu, lakini mambo ambayo amekuwa akiyazungumza katika video zake ambazo tunaweza kusema tumezifuatilia. Ukiangalia video zake nyingi ambazo anaposti Instagram, lakini pia video zake nyingi ambazo anaziposti Snapchat, unaweza kuona kitu ambacho nakizungumzia hapa. Tifa amekuwa kama kadada fulani hivi, amejieka kidadadada, yani anaonekana kama binti wa miaka 18, kumbe ni binti ambaye ana miaka 10. Sasa siku ya leo kuna video ambayo Tifa ameweza kuiposti katika ukurasa wake wa Snapchat akiwa anazungumzia mahusiano kati ya baba yake pamoja na mama yake Zari the Boss Lady. Tifa alizungumza kwa uchungu sana akiwa anaelezea ni kwa namna gani kipindi ambacho baba yake pamoja na mama yake wanaishi pamoja, namna ambavyo walikuwa wanapata upendo wa pamoja kwa wazazi wake. Lakini kwa sasa hivi imekuwa namna ya tofauti sana. Tifa anakuambia sasa hivi ameishia tu kumpigia simu baba yake, kuwasiliana naye kwenye simu, lakini baba yake ana muda mrefu hajaenda South Africa kwa ajili ya kuwaona watoto. Tunafahamu na tunakumbuka wazi kipindi cha nyuma Diamond Platnumz alikuwa anapenda sana kwenda South Africa kuwaona watoto wake, lakini baadaye ikapelekea kuna namna fulani hivi Zari katika upande wake wa mahusiano yake na Shakib, lakini pia kuna namna fulani hivi Zuchu akawa anaona wivu Diamond Platnumz anapoenda kula South Africa, anajiachia sana na mzazi mwenzake. Lakini pia Shakibu na yeye mpenzi wa Zari akawa anaumia, anaona kwamba huyu mzazi mwenzake na mwenzangu akija hapa anapewa kipaumbele zaidi kuliko mimi ambaye ni mwanaume wake, jambo ambalo likapelekea Diamond Platnumz kushindwa kuendelea kwenda South Africa kwa ajili ya kuwaona watoto, kwa sababu Shakibu alimpiga marufuku na kumwambia bwana, hao ni watoto wako, ni kweli, na huyu ni mzazi mwenzako, lakini mkija hapa hakikisheni ile distance ambayo mnakuepo nayo basi isiwe ile ya ukaribu kiasi hicho, sisi tunaumia. Na Zuchu alimwambia Diamond kwamba mimi sasa hivi sitakusindikiza tena South, kwa sababu ukienda kule kuwaona watoto wako ni unakuwa karibu sana na mama wa mtoto wako, jambo ambalo likawa linamuumiza pia kwa upande wa Zuchu. Sasa Tifa kitu ambacho amekizungumzia hapa, amedai mtu ambaye amesababisha baba yake asije tena South Africa ni Zuchu. Akawa anadai kwamba Zuchu amekuwa anamkataza baba kuja kutuona sisi huku, jambo ambalo Tifa linapelekea anaendelea kupandikiza chuki kuhusiana na Zuchu. Na huku ukiangalia Zuchu maskini ya Mungu, dada ya watu, wala hayupo huko. Alimwambia tu Diamond kwamba sawa, ukienda South basi hakikisha tu unakuwa mbali kidogo na mzazi mwenzako, nyie mnakuwa karibu sana. Hilo ni jambo dogo tu ambalo ilikuwa ni Diamond tu akienda South basi anakuwa mbali na Zari, sio kukumbatiana, kukiss, kucheza michezo, kufanya hivi kufanya vile, jambo ambalo lilikuwa linawaumiza sana Zuchu pamoja na Shakibu ambaye ni mume kwa Zari the Boss Lady. Maneno haya mazito ambayo Tifa ameweza kuyazungumza, kila mtu ameshangaa na kujiuliza, huyu Tifa haya maneno ambayo amezungumza leo hapa ni maneno ambayo yametoka kinywani mwake na moyoni mwake, au ni Zari ambaye amemwagiza aweze kuzungumza hivi kwenye mitandao ya kijamii? Lakini tunaweza kusema huyu mtoto ni mtoto ambaye wazazi wameshindwa kabisa kumdhibiti katika masuala ya simu, na ndio maana muda wote akitaka kuposti chochote ana uwezo wa kuposti, na hakuna mtu yeyote ambaye anaweza kusema anamzuia, kwa sababu akizuiwa bwana anagoma kwenda shule, anagoma kula, anagoma kutoka chumbani. Yani ni mtoto akishua kiasi kwamba hawezi kukatazwa. Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa neno subscribe.